Utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nakumbushwa kuhusu uwezo wako wa asili wa kuwa kiongozi na mpambanaji. Sayari ya Jupiter na Mars zikiwa kwenye nyota yako, unapata nguvu mpya za kushughulikia changamoto na kujenga mafanikio. Katika kazi siku hii ya leo, siku hii inaleta fursa nzuri ya kushughulikia miradi ya kibinafsi kwa ujasiri. Usiogope kuchukua hatua kubwa. Hata hivyo, kuwa makini na mawasiliano kazini, kwani sayari ya Mercury iko kwenye mwendo wa kurudi nyuma. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yako yanahitaji subira leo. Usifanye maamuzi ya haraka au kulazimisha mambo. Kusikiliza maoni ya mpenzi wako kutaleta amani zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka mikataba mikubwa au manunuzi makubwa kwa sasa. Badala yake, tafakari na upange bajeti yako kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi mepesi ili kuimarisha mwili wako na kuweka akili yako kwenye hali nzuri. Pumzika vya kutosha ili kuepuka uchovu. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni udi, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Siku ya leo inasisitiza umuhimu wa kujitunza na kujitathmini. Venus, sayari yako ya upendo na ubunifu, inakupa uwezo wa kutatua changamoto kwa njia za amani na ubunifu. Katika kazi siku hii ya leo si siku nzuri kwa kuanzisha miradi mipya. Badala yake, zingatia majukumu ya kila siku na usiache mambo yako muhimu yapite bila kukamilika. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, inawezekana kukutana na mvutano mdogo na wapendwa wako. Zungumza kwa utulivu na kuepuka mabishano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kagua bajeti yako vizuri na epuka matumizi ya ghafla. Kuwa na mipango madhubuti kutakusaidia kupata uthabiti wa kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya yoga au kutafakari yatakusaidia kutuliza akili na mwili. Kula vyakula vya afya kwa manufaa ya mwili wako. Rangi ya bahati ni blue ya bahari, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni frankincense, manukato ni rose ama waridi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo akili yako inatiririka na mawazo mapya. Hata hivyo, sayari ya Mercury iliyoko kwenye mwendo wa kurudi nyuma inaweza kukuletea changamoto kidogo kwenye mawasiliano yako. Upande wa kikazi siku hii ya leo, una uwezo mkubwa wa kufikiri kwa haraka leo. Hakikisha unawasilisha mawazo yako kwa uwazi na unazingatia maelezo madogo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, usiruhusu uvumi au maneno ya watu wengine kuharibu mahusiano yako. Dumisha mipaka yako na kuwa mkweli katika mazungumzo. Upande wa kifedha siku hii ya leo si siku nzuri kwa kufanya matumizi ya ghafla. Zingatia zaidi kuweka akiba na kupanga bajeti yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi mepesi kama kutembea au mazoezi ya akili yatakusaidia kuweka mwili na akili yako kwenye hali bora. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavender, manukato ni lemon grass. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Siku hii na kuhimiza kuzingatia maisha ya nyumbani na familia. Mambo yanayohusiana na mazingira yako ya karibu yanaonekana kuwa muhimu zaidi leo. Katika kazi siku hii ya leo,
Miradi inayohusiana na nyumba kama vile kupanga au kupamba itakupa furaha na mafanikio. Epuka kufanya maamuzi ya haraka kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ongea kwa upole na wapendwa wako ili kuepuka migogoro. Huu ni wakati mzuri wa kufurahia muda wa pamoja na familia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku bora ya kukagua bajeti yako badala ya kufanya matumizi makubwa. Hakikisha mipango yako ya kifedha iko wazi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, utulivu wa akili ni muhimu leo. Mazoezi ya kupumzisha mwili au kutafakari yatakusaidia kuhisi amani. Rangi ya bahati ni fedha, nambari ya bahati ni 2, mafusho ni sage, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nakumbushwa kuhusu uwezo wako wa kipekee wa kuangaza na kuhamasisha wengine. Jua likiangazia sekta yako ya kijamii, unapokea nguvu mpya za kuingiliana na watu kwa ustadi. Katika kazi siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kujionyesha na kushiriki mawazo yako. Lakini kuwa mwangalifu na mawasiliano, kwani sayari ya Mercury bado ipo kwenye mwendo wa kurudi nyuma. Hakikisha ujumbe wako unafika kwa uwazi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo unapata mwangaza mzuri leo. Kama uko kwenye uhusiano, onyesha hisia zako kwa ujasiri. Kama bado uko peke yako, siku hii inaleta mvuto wa kipekee. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka hatari za kifedha leo. Badala yake zingatia kuimarisha akiba zako na kupanga matumizi yako kwa busara. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya kimwili kama vile michezo au mazoezi ya nguvu yatakusaidia kuimarisha mwili wako na kuongeza nishati yako. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni sandalwood, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kutathmini na kuboresha mipango yako. Hali ya kutaka ukamilifu ni kubwa, hivyo hakikisha unazingatia maelezo madogo. Katika kazi siku hii ya leo, epuka kuanza miradi mipya leo. Badala yake zingatia kuboresha na kuimarisha kazi ambazo tayari unafanya. Hakikisha unachambua kila kitu kwa umakini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yako yanaweza kuhitaji uvumilivu. Usikimbilie hitimisho kabla ya kusikiliza upande wa pili. Majadiliano ya amani ni muhimu siku hii ya leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kagua bajeti yako na panga kwa ajili ya siku zijazo. Epuka matumizi yasiyo ya lazima na zingatia kuweka akiba. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tumia muda wako kufanya mazoezi ya kutafakari au kutembea ili kuweka akili na mwili wako katika hali nzuri. Rangi ya bahati ni kijani, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni mirhi, manukato ni rosemary. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kuimarisha ushirikiano na watu wanaokuzunguka. Venus ikikupa ushawishi wake mzuri, utapata furaha kwenye shughuli za kijamii na mahusiano. Katika kazi siku hii ya leo, shirikiana na wengine kwa umakini na uwazi. Epuka mivutano kwa kuhakikisha unaweka mawasiliano ya amani na ushirikiano mzuri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, siku hii na kuhimiza kuzungumza na mpenzi wako kwa uwazi. Jitahidi kuelewa hisia za wengine na kuonyesha upendo wako kwa vitendo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fanya maamuzi ya kifedha kwa busara leo. Epuka matumizi ya ghafla na zingatia mpango wa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya yoga au kutafakari yatakusaidia kupata amani ya ndani na kuimarisha afya yako ya akili. Rangi ya bahati ni pinki, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni rozi, manukato ni vanira.
Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unapata msukumo wa kufanya mambo kwa undani zaidi. Uwezo wako wa kutumia akili ya ndani ni mkubwa, hivyo zingatia matukio yanayokuzunguka. Katika kazi siku hii ya leo, fanya kazi zako kwa umakini na tahadhari. Mercury kwenye mwendo wa kurudi nyuma inaweza kuleta mkanganyiko, hivyo kuwa makini na mawasiliano. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ya kimapenzi yanaweza kuwa na changamoto. Hakikisha unafafanua hisia zako na kuepuka mabishano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka kufanya maamuzi ya kifedha ya haraka. Hakikisha unapitia kila kitu kwa kina kabla ya kukubali mikataba au uwekezaji mpya. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafakari mazoezi ya kiroho yanaweza kukusaidia kupunguza mfadhaiko na kuleta uwiano wa kihisia. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 8, mafusho ni opium, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nahimizwa kufuatilia shauku zako na kuchunguza mambo mapya. Roho yako ya kiu ya maarifa na uhuru iko juu, lakini kumbuka kuwa makini na mawasiliano yako. Katika kazi siku hii ya leo, miradi inayohusisha kujifunza au kusafiri inaweza kuwa yenye mafanikio. Hata hivyo, sayari ya Mercury kwenye mwendo wa kurudi nyuma inakushauri uhakikishe mipango yako iko wazi na imepangwa vizuri. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, katika uhusiano wako jaribu kuzungumza kwa uwazi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Wapendwa wako wanahitaji kuona juhudi zako za kuwaelewa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku bora ya kuepuka matumizi ya ghafla ya kifedha. Badala yake, zingatia kuweka mipango thabiti kwa ajili ya siku zijazo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili kama vile kukimbia au kuendesha baiskeli yatakusaidia kuimarisha mwili na akili. Rangi ya bahati ni blue, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni pine ama mvinje, manukato ni sage ama mshubiri. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kuweka malengo yako vizuri na kupanga mipango yako ya muda mrefu. Unapokuwa makini na kazi zako, kumbuka pia kuacha muda wa kupumzika. Katika kazi siku hii ya leo, matarajio yako ya kitaalamu yanahitaji umakini. Endelea kufuatilia malengo yako kwa ustadi na usikubali kuvurugwa na vikwazo vidogo. Katika mapenzi siku hii ya leo, watu walio karibu na wewe wanathamini kujitolea kwako, lakini hakikisha unatoa muda wa kutosha kwa mahusiano yako binafsi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi ya ghafla, kagua mipango yako ya kifedha na hakikisha inalingana na malengo yako ya muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya nguvu kama vile kuinua uzito au kukimbia yanaweza kusaidia kuboresha afya yako leo. Rangi ya bahati ni kijivu, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol, manukato ni cedarwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo akili yako ya ubunifu ipo juu sana. Huu ni wakati mzuri wa kutafuta suluhisho la kipekee kwa changamoto unazokutana nazo. Katika kazi siku hii ya leo, shughuli za kikundi au miradi ya ubunifu zinaweza kufanikiwa sana leo. Kumbuka kuwa makini na mawasiliano ili kuepuka utata unaoweza kutokea kutokana na Mercury kurudi nyuma. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, mahusiano yanahitaji uwazi na uelewa.
Mzungumze na mpenzi wako kwa uwazi na usikivu ili kudumisha ushirikiano mzuri. Upande wa kifedha siku hii ya leo si siku ya kufanya uwekezaji wa hatari. Zingatia kuimarisha mipango yako ya kifedha na kuepuka matumizi ya ziada. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujihusisha na shughuli za kikundi kama mazoezi au burudani kunaweza kuleta furaha na kuongeza nishati yako. Rangi ya bahati ni turquoise, nambari ya bahati ni 11, mafusho ni lavender, manukato ni peppermint. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili alfajiri hadi saa 12 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kutafakari na kuzingatia hisia zako za ndani. Intuition yako iko juu na itakusaidia kuchambua masuala ya kihisia na ya kiroho. Katika kazi siku hii ya leo, epuka kufanya maamuzi ya haraka, badala yake tumia muda wako kufanya tathmini ya kina kabla ya kuchukua hatua mpya. Upande wa mapenzi siku hii ya leo, mahusiano yako yanahitaji uvumilivu. Zungumza kwa upole na uwazi ili kuepuka kutokuelewana na wapendwa wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo ni siku bora ya kuepuka kufanya uwekezaji mpya. Badala yake zingatia kuimarisha mipango ya kifedha iliyopo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, utulivu wa akili ni muhimu leo. Fanya mazoezi ya kutafakari au kuchora ili kufikia amani ya ndani. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni 3, mafusho ni frankincense, manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumamosi tarehe 22 mwezi wa 3 ya mwaka 2025. Basi nikusihi usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapoweka video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.